بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ndugu zangu Islam, muda huu ni muda ambao utakuwa ni muda wa muhadhara baada ya kutanguliwa na kalima mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, mashekhe zetu waliorafikiana katika msafara huu na ziara hii. Na kama tulivyosema kwamba muda huu utakuwa na muhadhara ambao utatolewa na mwalimu wetu, shekhe wetu Abul Fadhl Qasim hafidhahu Allahu ta'ala. Na kwa kweli kwa sisi ambao tuko naye yeye na baadhi ya mashaikh mbalimbali kutokea katika semina ya Moshi hadi hivi sasa, ukiacha masomo ambayo alikuwa akiyasomesha katika ratiba pale katika semina ya Moshi, kuanzia jana pale Moshi na pale Arusha, muhadhara wake ulizungumzia sababu zinazomzuia mtu kuifuata haki. Tukatajiwa sababu 4. Leo tena tulipofika Babati, akawa na kalima 2 fupi. Moja ilikuwa ni kwa wanaume ambao pia iliwafikia na kuwafaidisha wanawake, na ya pili ilikuwa ni wanawake hasa. Lakini zote maudhui ya mwanzo pale katika msikiti wa Babati ilijikita katika masala mazima ya watu kujitahidi na kuwajihimiza na kuwa na pupa la kusoma na kusomesha, na hasa katika jambo zima la kusoma. Kadhalika na kina mama na wao, miongoni na nasaha walizopewa na wao pia ni kulazimiana na kujihimiza katika suala la kutafuta elimu. Tulipofika hapo kabla ya kufika hapa pelekwa naam, naye muhadhara wa pale ulijikita katika masala mazima ya kusoma na masala ya kulazimiana na tauhid. Muhadhara wake wa pale ulijikita katika masala mazima ya at-tauhid na pia jambo la kutafuta elimu. Tukapata faida nyingi pale. Kwa hiyo katika safari yake hii utaona kwamba mihadhara yake, kalima zake hazitoki katika maeneo mawili. La kwanza ni kutafuta elimu na madhara ya watu kukaa bila kutafuta elimu, na la pili huhimiza sana masala ya tauhid na yale ambayo yanafungamana na at-tauhid. Lakini pia tahadharisha na shirki na bid'a na khurafat na yanayofungamana na mtu pale anapokosa elimu. Kwa hiyo katika safari hii yote maudhui zitakuwa tofauti ya majina, lakini ndani yake ukiacha suala la kushikamana na manhaji ya haki, manhaji salaf, utaona kwamba mawaidha yake sana hujikita katika masala ya elimu, kutafuta elimu, kadhalika na kushikamana na tauhid na kuacha shirki na bid'a na mambo mengine. Hapa pia napo
La shaka maudhui namna itakavyokuwa tofauti ya jina, lakini nayo haitaacha kuhusia maeneo hayo, kwa sababu huo ndio uhai wa mwanadamu. Huo ndio uhai wa mwanadamu. Pale katika mji wa Babati alisoma hadithi moja aliyosema Mtume alayhi salatu wassalam, inna Allaha ta'ala la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubi al-ibad, walakin Allah subhanahu wa ta'ala hainyakui elimu kwa kuipora na kuitoa ghafla katika nyoyo za waja, lakini Allah subhanahu wa ta'ala huinyakua elimu akaiondoa kwa kuwafisha maulamaa. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka anapofika pahala kwamba hajambakisha alimu yoyote, na watu huwa hawakai bila ya kuwa na viongozi baina yao. Kwa hiyo watu huchaguana wenyewe kwa wenyewe, na wale watu ambao hawana maulamaa tena, hawana walimu tena, huwafanya viongozi wao ni wale watu wajinga, na bila shaka watakuwa ni wale wajinga zaidi kuliko hata jamii yenyewe. Wakawafanya hawa ndio viongozi, wakawasimamia katika mambo yao. Huulizwa katika mambo muhimu, na wao wakatoa fatwa bila elimu, wakapotea wao na wakapoteza watu wengine. Tukahimizwa kusoma kabla ya kubakishwa, kabla ya kuondoshwa hawa maulama na walimu na mashekhi na maduati. Tofauti kabisa pale ambapo pana kituo, pana markaz, pana msikiti, pana madrasa, pana mtu ambaye awaelimisha watu kheri, awalingania, awafafanulia mambo muhimu ya maisha yao, na jamii ambayo watu hawana wanawazuoni, hawana walimu, hawana mashekhi, hawana maustadhi, ni watu ambao wapo tu. Bila shaka utaona jamii hiyo imetupea katika mambo ambayo hata akili yako haiwezi kuyafikiria. Kwa hiyo uhai wa umma wetu huu na salama yake ni Allah tabaraka wa taala kuwabakisha maulamaa wetu na mashekhe zetu na walimu wetu, kwa sababu wao ndio ambao huongoza umma katika kila hali na mahitaji yao. Kwa hiyo muda huu ni muda wa muhadhara wake. Insha Allah tutulizaneni kwa utulivu kwa lengo la kusikiliza faida hizi na muhadhara huu mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha na kusimama hapo, na itakuwa ndio mwisho wa muhadhara wetu huo. Hapo mbele hakuna mwingine ambaye atasimama kwa taaliq au kutoa kalima yoyote. Kwa hiyo tumomba Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi, amjalie ilmu nafi' wal amal salih, na kadhalika amlipe kheri kwa jitihada hii ya kushirikiana na kutoa bidii yake katika lengo la nasaha kwa ndugu zake Islam. Falyatafaddal maajura wa mashkura, wa jazakallahu khairan.